Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 13 ya mwezi wa 3 mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti ya Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia agiza Ngorongoro ilindwe, asema ni almasi ya Tanzania, ataka utekelezaji wa mapendekezo. Habari kamili ni katika ukurasa wa pili. Habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akipokea taarifa tume ya rais kutathmini mgogoro wa ardhi katika hifadhi ya Ngorongoro kutoka kwa mwenyekiti wa tume hiyo, jaji wa mahakama ya rufani Gerald Ndika, kwenye hafla iliyofanyika Ikulu Chamwino mkoani Dodoma jana. Lakini pia habari picha nyingine inamuonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akipokea taarifa ya tume ya rais kutathmini zoezi la uhamaji wa hiari wa wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro kutoka kwa mwenyekiti wa tume hiyo, katibu mkuu mstaafu Musa Iyombe, kwenye hafla iliyofanyika Ikulu Chamwino Dodoma jana. Habari Leo limeandika Tembo Nickel kuongeza tija SGR madini ya kimkakati. Habari katika ukurasa wa 4. Tanzania kuendelea kulinda haki za binadamu, serikali yaja na mpango wa kitaifa wa maridhiano. Habari katika ukurasa wa 3. Serikali yataja mikakati kukuza uchumi. Habari katika ukurasa wa 3. Mahakama ya amuru kampuni ya Sahala ifirisiwe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. NMB yazindua jukwaa kuwezesha wanawake. Habari katika ukurasa wa 7. Ukanda wa Nyasa mbioni kufaidi umeme wa REA. Habari katika ukurasa wa 7. Trilioni 9 zatumika kuhudumia jamii miezi 6. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Watendaji waagizwa kuacha kufanya kazi kwa mazoea. Habari ni katika ukurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenyewe limeandika vikwazo vitano kasoro ya uhamaji Ngorongoro. Rais Samia apokea ripoti zikibainisha mambo yaliyosababisha uhamaji wa awali kukwama, zapendekeza hatua za kuchukua, sheria za kurekebishwa, atoa maelekezo ya kufanikisha upya uhamaji wa hiari. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 wa gazeti hili. Ndugu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema, tumesikia kwamba serikali tulifanya shughuli hii kwa nia njema, lakini tulikosea baadhi ya maeneo, na hayo ndio maeneo ya kukaa na kuyatafakari na kurekebisha. Kwa hiyo tutaendelea na shughuli hii baada ya kurekebisha. Hii ni nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan. Kasi ya ukuaji idadi ya watu hifadhi ya Ngorongoro. Mwaka 1960 wakazi 8,000. Makadirio kutoka sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 yanaonyesha kuwa idadi hiyo inaweza kufikia takriban watu 276,000 ifikapo mwaka 2050. Familia 1670 idadi ya familia zilizohamishwa katika eneo hilo hadi sasa, ikilinganishwa na familia 23,000 zilizokusudiwa kuhamishwa kwa hiari kutoka Ngorongoro. Mwananchi limeandika usingizi kinga kwa afya akili kimwili. Habari katika ukurasa wa 5. Shauri la TLS kuhusu amri IGP Oktoba 29 la tupo. Habari katika ukurasa wa 8. Wenye miaka 40 mpaka 50 waongoza kuugua figo. Habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Madhara ya kutegemea akili unde kwa kila kitu. Habari katika ukurasa wa 3. Kwa nini afya ya utumbo inastahili kuzingatiwa? Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo nimeandika gazeti Mwananchi Jumaa ya leo.
Lukiza Autism Foundation ikishirikiana na Wizara ya Afya inakuletea msimu wa 5 wa mbio pendwa jumuishi, mbio ya usonji Run for Autism Tanzania Half Marathon itakayofanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 4 mwezi wa 4 mwaka 2026 Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Malengo ya mbio hii ni kuadhimisha siku ya kuelimisha jamii kuhusu hali ya usonji duniani, kuhimiza mtindo bora wa maisha wa kufanya mazoezi, kuwashawishi wanafamilia wote wenye wanafamilia wenye usonji au ulemavu mwingine kutofungia ndani, wakutanisha na wadau mbalimbali wa usonji kwa lengo la kujuana, kufurahi pamoja na kuongelea haki na mahitaji ya watu wenye usonji na hali nyingine. Fedha zitakazopatikana zitaendeleza utekelezaji wa mradi wa ustawi wa kila mtoto, viashiria vya usonji. Gharama za usajili ni shilingi 35,000 tu. Kujisajili sasa, ingia kwenye tovuti ya www.runforautismmarathon.co.tz au piga simu namba 0783639335. Tulitazame sasa gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye limeandika Dr. Samia avichua fursa zilizopo Ngorongoro, asema Ngorongoro ni almasi yetu, mali yetu na urithi wa dunia, asisitiza tutashirikisha wananchi kutekeleza mapendekezo ya tume ya habari katika ukurasa wa 4. Fursa nyingine viwanda nishati safi ya kupikia yaja, habari katika ukurasa wa 4. Mvua yatikisa Mwanza, kiongozi akomaa nayo, habari katika ukurasa wa 4. TEF yaridhishwa matumizi ya makato ya 3%, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4 gazeti hili. Dr. Nchimbi afanya mazungumzo na balozi wa Cuba, habari katika ukurasa wa 5. Wahariri watembelea mradi wa umeme katika vitongoji 6, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Papa Leo ahuzunishwa na mauaji ya watoto Iran, habari katika ukurasa wa 19. Ziara ya kiongozi mikoani inavyozidi kudhihirisha uimara wa CCM nchini, habari katika ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Majira. Tulitazame sasa gazeti Nipashe mwanga wa jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni ripoti za tume 2. Hatua mpya Ngorongoro, serikali kufanyia kazi hoja kuhusu ardhi na uhamaji wa wakazi. Kaya 1670 tayari za hamia maeneo mapya. Nyumba 1559 Msomera bado hazijakaliwa. Ongezeko la watu na shughuli za kibinadamu latishia uendelevu wa hifadhi, habari katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema, ndugu wa Tanzania, ni wahakikishie wananchi wa Ngorongoro kuwa serikali itaendelea kushirikiana nanyi katika utekelezaji wa mapendekezo yaliyotolewa na tume kwa mustakabali wa eneo hili na wananchi wake. Nipashe limeandika hofu mkeka mpya wa Samia, Mwigulu hawapa neno ma-RC, ma-DC na madede, habari katika ukurasa wa 2. Bei kipaa duniani TPDC, Tanzania tuna akiba kubwa mafuta, habari katika ukurasa wa 2 hadi ukurasa wa 12. Na ukurasa wa 12, Tanzania yajitetea UN, hatua zinazochukuliwa iliyojiri Oktoba 29, habari katika ukurasa wa 5. Aliyemuua baba yake apunguziwa adhabu dhidi yake, habari katika ukurasa wa 16. Idadi mahakimu majaji wanawake ongezeka kwa kasi nchini, habari katika ukurasa wa 15. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Jicho letu sasa ni katika gazeti Uhuru kweli daima lenye limeandika ripoti ya tume kutathmini ardhi na uhamaji Ngorongoro, makubwa fichuliwa. Rais Samia haidi kuchukua hatua kuilinda hifadhi ya Ngorongoro na rasilimali zake. Wahifadhi waipongeza hotuba ya Dr. Samia, habari katika ukurasa wa 2. Nukuu ya Judge Gerard Ndika ikisema ongezeko la watu Ngorongoro linaathiri matumizi ya ardhi, wakati nukuu ya mhandisi Yombe ikisema uhamaji wa hiari unaendelea kuratibiwa, kusimamiwa na kutekelezwa. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Rushwa umaarufu sio vigezo vya uteuzi CCM, ni kauli ya kiongozi akisisitiza uadilifu uaminifu kwa viongozi ndani ya Chama cha Mapinduzi. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Jela miaka 30 kwa kumbaka mwanafunzi, habari katika ukurasa wa 9. Lakini pia gazeti hili limepambwa na habari picha ikimwonyesha Rais Samia Suluhu Hassan akiona viongozi mbalimbali baada ya kupokea taarifa ya tume ya rais ya kutathmini mgogoro wa ardhi katika wilaya ya Ngorongoro na tume ya rais ya kutathmini uhamaji wa hiari wa wakazi wa eneo la hifadhi ya Ngorongoro Ikulu Chamwino jijini Dodoma jana. Tulitazame sasa gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na wazi lenye limeandika Dr. Mwinyi futari ya pamoja izidishe upendo, habari katika ukurasa wa 3. Dr. Samia apokea ripoti kuhusu ardhi, uhamaji wa watu Ngorongoro, habari katika ukurasa wa 2.
tutaendelea kuwasaidia wenye mahitaji. Mambo Mariam, habari katika ukurasa wa pili. Tasnia ya habari imeimarika, Dr. Pembe, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo, kwa ukweli na uwazi. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa, na wewe utalipa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mjini. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka ya kitaalamu na ya kuaminika. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye limeandika akili mpya, Pedro amaliza kazi ya hesabu kwa Azam, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Ijayo ni Machi 15, Azam FC dhidi ya Yanga Sports Club. Uwanja mpya wa Man United ni kizungumkuti, habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Ijayo ni United dhidi Aston Villa Machi 15. Ishu ya Beckham Panzo, habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Esther aliona fursa katika soka ikamlipa, habari katika ukurasa wa 13. Hii ni makala ya Rising Woman, lakini pia gazeti hili imeandika Omedimpos tajiri anayenyata kimuziki, habari katika ukurasa wa 10 hadi ukurasa wa 11. Gazeti hili pia likiandika TPL leo Ijumaa Mashujaa dhidi ya Fountain Gate saa 10 kamili jioni Lake Tanganyika, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika ujenzi wa barabara Arusha washika kasi AFCON 2027. Beka sifu pambanaji Simba, habari katika kurasa za ndani. Ibenge aipuuza Yanga ligi kuu, habari katika kurasa za ndani za gazeti hili. ZFF yajipanga kuinua hadhi ya ligi kuu Zanzibar, habari katika ukurasa wa 23. Bao la Leverkusen la mkera Teta, habari katika ukurasa wa 21, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe lenye limeandika siri Yanga kung'ara ligi ya bara 2025-2026. Mabingwa hao watetezi wanaongoza kwa kupachika mabao mengi, kushinda michezo mingi huko. Undani wa taarifa hii katika ukurasa wa 23. Beka Simba Sports Club yaonesha ukubwa, habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe mwanga wa jamii. Na gazeti hili linakamilisha udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania hapa Toka Zamani TV.